Labda kuna mtu ambaye ulikuwa unapitia jaribu, pengine inaweza kawa ni ugonjwa, pengine inaweza ikawa ni addiction, labda ya simu au ya pornography au labda ya uzinzi au umbea sana, uongo sana. Inaweza pia ikawa ni jaribu la uwizi, pengine ulitakiwa uibe sehemu lakini ukashinda hilo jaribu. Na majaribu ni mengi tu. Inaweza kawa ni umasikini, kwamba umasikini umeingia kwako kwa ghafla. Alafu ni nini kitakacho kutenga na upendo wa Mungu? Tunarudi pale kwenye Warumi 8 mstari wa 33 na 34, kwanza 31 mpaka 34, kwamba ni nini ambacho kitakutenga na upendo wa Mungu? Hebu tuambie. Unaona? Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba hakuna. So it means kwa kusema hakuna kwamba umeshinda lile jaribu. Sasa nini ambacho kinatakiwa kifanyike baada ya kushinda jaribu ambalo lilikuwa ni kama tanzi kwenye maisha yako? Biblia inatuambia, tunajifunza kutoka kwa Yesu mwenyewe siku ya leo. Ukisoma kwenye Warumi 4 mstari wa 13 inasema, basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Huyu alikuwa ni Yesu, mwanzilishi wa safari yetu. Yeye ambaye ni njia na kweli na uzima, kama mlivyoona Biblia inasema kusoma kwenye Yohana 14 mstari wa 6. Kwa hiyo Yesu alipokuwa amefunga siku 40, Roho Mtakatifu alimchukua, alimpeleka nyikani ili akajaribiwe na Ibilisi. Lakini Yesu aliposhinda yale majaribu yote, Biblia inatuambia kwamba basi aliposhinda kila jaribu, Ibilisi alimuacha kwa muda. Kwa hiyo hakumwacha moja kwa moja, ila alimuacha kwa muda. Kwa hiyo sasa, kumbe kama Yesu aliachwa na muda na Ibilisi, je, Ibilisi alimrudia? Jibu ni ndio, alirudi tena kuja kumjaribu Yesu. Wapi? Tutasoma huko mbele, tunaendelea. Kwa hiyo kumbe kama Mkristo ambaye umeshinda jaribu siku ya leo au umeshinda jaribu kwa mwaka mzima, kuna mambo ambayo ni lazima uyafanye ili uendelee kuwa mshindi na mshindi kila siku. Unaelewa? Ndio maana Biblia inasema tunashinda zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Usoma kwenye Warumi sura ya 8 imesema. Kwa hiyo kumbe jaribu huwa linaweza kurudi, na linaweza kurudi, Ibilisi anaweza kurudisha, kwa sababu akikuacha baada ya kushinda ile jaribu anakusubiri ili aje kujaribu tena, aone je, ilikuwa ni siku ile tu au na kesho. Sasa ili umshinde na siku nyingine, kuna vitu ambavyo lazima ufanye. Kitu cha kwanza ni unatakiwa uendelee kutembea na Yesu Kristo. Uendelee kutembea na Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu. Tunaelewa? Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Yesu aliposhinda ili jaribu, kusoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 14, anasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Kwamba Yesu alipokuwa ameshinda jaribu, hakurelax, hakukaa kwamba sasa hivi nimemshinda Ibilisi, labda sasa hivi sinywi pombe tena, sasa hivi sivuti sigara tena, sasa hivi mimi sio mzinzi tena, sasa hivi mimi niko huru. Kwa hiyo hakukaa kwamba uhuru wangu sasa niendelee kuwa hivi huru, nifurahie. Nafikiri kwenye kitabu cha Warumi 14 kama sijasahau, inasema kwamba huo uhuru mlioupata msiutumie kwa jinsi ya mwili. Kama sijasahau vizuri, hiyo kwamba msitumie kwa jinsi ya mwili, kwamba uhuru ndio umeupata, lakini sio sasa unautumia kwa jinsi ya mwili, yani kwamba mwili wako unakuendesha. Kwa hiyo watu wengi sana ukishashinda jaribu, umepata uhuru, una relax. Kumbe unachotakiwa kufanya ni kuendelea kutembea na Kristo pamoja na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Yesu alipokuwa ameshinda hili jaribu, hakukaa tu, hakusema nimefurahi, nimefunga siku 40, sasa nimeshinda, nimeweza, nimefanya. No. Aliendelea na safari yake ya kuendelea kumfanya Mungu atukuzwe, kuendelea kumtafuta Mungu, kuwaambia watu habari za ufalme wa Mungu, kuwaeleza watu jinsi Mungu alivyo mkuu. Tunamwona Yesu alivyotoka hapa akaingia kwenye masinagogi, akaanza kuwafundisha watu na kuwaambia kwamba kazi yake yeye ni nini, amekuja kufanya nini, na nini ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Kwa hiyo kwa Mkristo yote ambaye umeshinda jaribu siku ya leo, kumbe kitu ambacho unatakiwa kufanya, kama ulikuwa umetoka kumaliza mfungo wa siku 40 au siku 3 kavu, hiyo siku ya 4 ambayo unapumzika, endelea na ratiba ya maombi kama vile vile. Huwa ninawaambia watu ambao nasoma nao Biblia, wadogo zangu wa kiroho, rafiki zangu wa kiroho, nawaambia kwamba maombi ni saa 6, saa 9, saa 12 tunavolala usiku, tunaamka usiku wa manane, tunaanza na asubuhi na maombi, tunaendelea na maombi. Biblia inasema kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi ni kama simba angurumaye akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo kumbe Ibilisi ni kama simba anayeunguruma, anatafuta mtu ammeze. Kwa hiyo the moment ambao unasema kwamba nipumziki, Ibilisi tayari anatafuta chance ya kumeza. Na hii utasema imetokea wapi? Kwamba
Yesu alipokuwa amemshinda ibilisi, sio kwamba ibilisi aliacha kumtafuta Yesu. No. Tukisoma kwenye Mathayo 16 mstari wa 22, Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake habari ya kusulubishwa kwake. Ibilisi akamuingia Petro. Petro akamwambia Yesu, akamwambia hautaweza kusulubiwa. Unajua Biblia inatuambia Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Yesu akamwambia ewe Petro, rudi nyuma ewe shetani. Unaona kwamba ibilisi alipokuwa ameshindwa kwa mara ya kwanza, sio kwamba alipumzika au sio kwamba aliacha. No, aliendelea, kwa sababu assignment yake ni kuhakikisha wale wateule wanarudi nyuma. Kwa hiyo kama mtu yote ambaye umeshinda jaribu, unatakiwa usilale. Tunamwona Yesu hakulala, na ndio maana aligundua kwamba Petro alivyokuwa anaongea vile hakuwa Petro, alikuwa ni ibilisi. Kama vile ambavyo Yesu anatumia watu, ibilisi pia anatumia watu. Kwa sio kila mtu anayekuambia kitu unatakiwa usikilize. Sikiliza rohoni. Biblia inasema zijaribuni kila roho. Kusoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Zijaribuni kila roho. Sio kila mtu anayekuambia kitu unapaswa ukichukue kama kilivyo. Muulize Mungu. Kwa sababu unaweza kukuta kama sisi ambavyo hivi, labda mimi kwa mfano Mungu amenipa huduma nafanya, mtu anakuja kwamba ni wewe kila siku nafunga. Unajua, unaweza ukahisi kama huyu mtu ananionea huruma. No. At that time ibilisi amegundua kwamba weakness yake kwako ni kwamba muda wote unakuwa uweponi mwa Mungu. So you need to rest. So the moment ambao unasema nataka kupumzika, ndipo ibilisi anapokuja kwa nguvu. Biblia inasema pepo mchafu amtokapo mtu. Kusoma kwenye Warumi Mathayo 12 nafikiri mstari wa 36. Anasema pepo mchafu amtokapo mtu huenda sehemu ya nchi kavu, akisubiri kwamba yule mtu afanye nini? Akikosea tena anarudi na wenzie, ambao wenzie wengi anawaalika. Kwa hiyo hali ya kwanza ya mtu yule itakuwa ni, hali ya pili ya mtu yule itakuwa ni mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi sana ukishapona una relax, unajiachia. Maombi hamna tena, ibada hamna, kwa sababu umeshashinda jaribu, wewe ni mshindi, wewe unaweza. No, you don't have to do that. Huo ni muda wa kushikamana, kupambana, kuendelea kumtafuta Kristo. Kama kuna mtu ananielewa, ni muda wa kumtafuta Kristo. Endelea kumtafuta Kristo, usirelax. Si unanielewa? Nimeongea kwa haraka sana, lakini nafikiri kuna mtu ambaye unanielewa. Kwa hiyo huo ni muda wako wa kuendeleza safari hiyo, kwa sababu Biblia inatuambia wazi kabisa kwamba mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tukisoma kwenye Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Si unaelewa? Kwa kumbe kwa kumtii Mungu shetani anaweza katukimbia. Sasa shetani hawezi pia kutukimbia kama atumtii Mungu. Kwa ukisha shinda jaribu, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kuendelea kutembea na Kristo. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa ufanye kama kijana baada ya kushinda lile jaribu ni kwa kujifunza kujizuia. Biblia inasema kusoma kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6, bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Ni kweli umeshinda jaribu hilo, ni kweli umeshinda hiyo tanzi, lakini unatakiwa ujifunze kujizuia. Kama tulivyosema kwamba ibilisi huwa halali. Hata kwa Yesu tunamwona kwamba hakulala. Ameshamjaribu Yesu, alimwacha kwa muda, hakumwacha moja kwa moja. Sasa kumbe kama kwa muda, lazima tujifunze kujizuia, kwamba hata kwa muda huo atakapokuja, sisi tunakuwa tayari tumefanya nini? Tumeshajipanga. Sio kama kuna mtu ananielewa ninachokisema hapa, kwamba tayari tunakuwa tumeshajipanga. Kwa sababu kama kijana lazima ujifunze kujizuia. Kuna vitu ambavyo kama vijana tunapambana navyo, especially wanawake tunapambana na umbea. Mimi nawaambiaga watu kitu kimoja, inawezekana mimi nisiwe mzinzi kabisa kama wewe, lakini nina struggle pia. Inawezekana ikawa ni uvivu, inawezekana ikawa labda ni ile kwamba kujihesabia haki. Hizo na zenyewe ni miongoni mwa majaribu. Kwa hiyo usije ukajisi kama ni mnyonge. No, sisi wote tunapambana kutafuta ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sasa kama vijana lazima tujifunze kujizuia. Ni kweli miili yetu inawaka tamaa kabisa, lakini Biblia inatuambia kwamba, nikisoma kwenye Wagalatia 5 mstari wa 17, 16, 17, inasema enendeni kwa roho. Anasema enendeni kwa roho kama mtazitimiza tamaa za mwili. Na Biblia inatuambia kusoma kwenye Efeso 5 mstari wa 3, inasema basi uasherati usitaje kwenu kama wastahilivyo watakatifu. Sasa kama Biblia inatuambia isaje kwetu kama, ina maana nini kinatakiwa kifanyike? Hapo ni kujizuia. Kama vijana lazima tujizuie. Mtume Paulo ni mtu ambaye alikuwa anajizuia. Jifunze kujizuia.
Ninajua kabisa kuna muda ambao kama vijana, kama ni binti, una hamu kweli, umesikia habari, unatamani kusambaza umbea, unatamani kusema, unatamani kupita mdomo. Jifunze kujizuia. Jiulize, je, Yesu yupo karibu na mimi? Hivi Yesu anajisikia anavyoniona mimi naongea umbea afi amekaa pembeni yangu? Na wakati hicho kitu akitakiwa. Kama wewe ni mtu ambaye uko addicted pengine na uzinzi, jiulize, je, hivi mimi ningeweza kuzini mbele ya baba yangu? Nisingeweza. Kwa nini nazini mbele ya baba yangu wa mbinguni? Kwa sababu Biblia inatuambia wazi kabisa kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye yuko karibu na sisi. Ukisoma kwenye Yeremia 23 mstari wa 23, sasa mimi ni Mungu aliye karibu, mimi si Mungu aliye mbali. Na Biblia inatuambia kwamba utawala ukibadilika na ukuhani unabadilika. Kwa sasa kama utawala umebadilika na ukuhani umebadilika, ni nini ambacho wewe kinakufanya uhisi kama upo kwenye utawala wa zamani wa giza? Kwa nini unahisi kama una deni kule lazima ulilipie? Na mara nyingi hizi dhambi zinavyokuwa zinamfuata mtu, guilt inafuata. Biblia inatuambia ukisoma kwenye Warumi 6 mstari wa 13 kwamba usitumie viungo vyako kuwa silaha ya dhulma. Unawezaje? Yaani jifunze kujizuia. Kwa sababu gani nakwambia hivi? Kwamba unatumia viungo vyako kama silaha ya dhulma. Kwa maana gani? Mdomo wako unatumia kusema watu vibaya. Mikono yako unatumia kuiba. Hiyo unatengeneza madhabahu. Bado moyo wako unatumia kuonea wivu watu wengine. Unatumia viungo vyako kwenye sehemu ambazo hazistahili. Lakini tumia viungo vyako kwenye kama nini? Silaha ya kumtafutia Kristo. Kwa hiyo kama kijana jifunze kujizuia. Kama Daudi angekuwa amejifunza kujizuia, kama ingekuwa zamani asingekuwa mwanamke wa Bathsheba. Na kama usipojifunza kujizuia, nataka kukwambia Biblia inasema hivi, kusoma kwenye waraka wa Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 21 mpaka 23, kwamba mtu yule ambaye alikuwa ameijua kweli, akaiacha ile kweli, akarudi kule kule, hali ya mtu huyo huwa ni mbaya zaidi kuliko ile hali ya kwanza. Ndio kama vile ambavyo mbwa anavyorudia matapiko yake. Hata ukisoma kwenye Mithali 26 mstari wa 11, inasema kama vile mbwa samani arudiavyo matapiko yake, kadhalika mpumbavu afanye upumbavu tena. Yaani wewe ambaye unarudia hicho kitu ambacho kilikuwa ni jaribu kwako, wewe ni mpumbavu. Biblia inasema kabisa. Mimi nilikuwa nasoma Biblia sometimes, kumbe huu ni upumbavu, kumbe yeah. So we need to change. Sisi ni vijana tunapambana, lakini tunachotakiwa kujua kwamba Biblia inasema fahari ya vijana ni nguvu zao. Ukisoma kwenye Mithali 20 mstari wa 29. Kwa kama tuna nguvu, kwa nini tusifanye mambo ya nguvu? Kwa nini tusifanye mambo ambayo Mungu akajitolea utukufu kwenye kizazi hiki kwa nguvu? Unaelewa? Nafikiri point yetu ya pili kuna mtu ambaye utakuwa unanielewa kwamba kujizuia ni kitu kizuri. Lakini kitu cha tatu ambacho unatakiwa ufanye wewe ambaye umeshinda jaribu ni kwa kufanya huduma juu ya lile jaribu. Ishi ushuhuda, usiishi kama tatizo. Unaelewa? Ishi ushuhuda, usiishi kama tatizo. Kwamba Biblia inatuambia kusema kwenye kitabu cha Luka nafikiri 19 kwamba Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru. Alikuwa anachukua hata ambavyo sio vya kwake. Lakini the moment ambayo Zakayo alishinda hilo jaribu, Zakayo aliishi ushuhuda. Zakayo maisha yake yalikuwa ni ushuhuda kwa watu wengine. Alisema nauza vyote nilivyo navyo, halafu vinavyobaki nawapa maskini. Na pesa zote nawapa maskini. Ule ulikuwa ni ushuhuda. Ishi ushuhuda ili watu wengine wajivunie Mungu wewe uliye naye. Waseme kama sio Mungu labda wa Tabitha, pengine mimi nisingekuwa nimemjua Mungu. Kwa nini tusifanye Mungu wetu akajitwalia utukufu? Kwa nini tusifanye Mungu wa Shadrach, Meshach, Abednego akajitwalia utukufu? Kwa nini? Kwa nini tunaishi kama vile tunadaiwa sehemu? Unajua kwa nini watu wengi tunajumbukia kwenye majaribu tena na tunashindwa, tunabaki hapo hapo? Ni kwa sababu tunaishi kama bado tunapitia majaribu. Unatakiwa uishi ushuhuda. Ishi maisha yako kama yule mtu ambaye ameshikwisha kukombolewa, sio yule mtu ambaye yupo kwenye matope anasubiri kukombolewa. Mimi nawaambiaga wanafunzi wangu na wafundisha Bible, wanafunzi wa Yesu ambao Yesu amenipa mimi niwafundishe Bible, anatumia kinywa changu kuwafundisha wao Bible. Kitu kimoja, kwamba hata kama ulikuwa mchafu kiasi gani, as long as umemkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuanzia pale na kuendelea maisha yako yamebadilika. Ishi ushuhuda, usiishi kama unasubiria, yaani unasubiria kuokolewa. Ni kweli ulikuwa mzinzi sana, ni kweli ulikuwa muongo, ni kweli ulikuwa mrevi, ni kweli ulikuwa mwendawazimu, ni kweli ulikuwa mpumbavu, lakini ishi ushuhuda. Usiishi kama yule mtu ambaye anasubiri kufanya nini? Kukombolewa. Kwa sababu ukiishi kama mtu ambaye anasubiria kukombolewa, shetani anatafuta nafasi ndogo tu, anaruka na wewe.
Shetani hana mzaa, anakurukia. Ndio maana unaweza kujiuliza, mbona mimi ili jaribu nimekuwa nikilishinda? Kwa sababu unaishi kama ushuhuda. Biblia inasema kusoma kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 11 kwamba nimeweka maneno yako moyoni mwangu kusudi nisikutende dhambi. Kwa kuishi ushuhuda ni miongoni mwa kulisoma neno la Kristo, kulitangaza neno la Kristo kwamba jamani, mimi nilikuwa mdhambi, nilikuwa huku, lakini sasa hivi Mungu amenihamishia huku. Tunamuona mtu kama Ruthu aliishi ushuhuda, hakuishi kama vile alivyokuwa anapitia kukombolewa. Anamwambia Naomi kusoma kwenye Ruthu sura ya 1 kwamba kuanzia mstari wa 16 kwamba watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu. Kweli aliishi kama vile ambavyo Mungu wa Naomi anavyotaka. Kuishi ushuhuda, usiishi kama uko Moabu. Kwa kufanya hivyo, hata Ibilisi atakuogopa. Hata watu ambao wanamtafuta Mungu wakikuona wewe, watatamani kumjua Mungu ambaye unamwabudu ni Mungu wa namna gani. Kwa usiishi kwamba mimi rafiki zangu watasema nini, watu ambao wananijua watasema nini. Ni kweli Mungu ameniokoa labda kwenye hiki kitu, lakini sipaswi kuishi kama nimeokolewa. Napaswa kuishi kama vile vile, kwa sababu Yesu alikaa na wenye dhambi. Wewe, Yesu aliishi kama ushuhuda, alikaa na wenye dhambi, lakini alihakikisha wenye dhambi wanaokolewa. Kwa hiyo kama kijana ambaye lipo kusudi kwenye maisha yako, kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani, ishi ushuhuda. Usiishi kama unapitia jaribu. Ishi kama shuhuda ambaye amekwisha kupitia hicho kitu. Leo hii watu wanamsifu Ruthu kwa sababu wanajua kabisa kwamba Ruthu alikuwa anaishi ushuhuda kwamba ndio nilikuwa Moabu, lakini Mungu ambaye Naomi anamwabudu, ambaye ni Mungu wetu wa mbinguni, ambaye ni Jehova Shama, ambaye ni Mungu mwenye uweza wa mambo yote, ndio Mungu ambaye ameniokoa. Kwa hiyo mimi siwezi kuishi tena kama Moabu, natakiwa niishi kama kama wanavyoishi Wayahudi, kama wanavyoishi wana wa Israeli, ili watu wengine watakaoniona, hata wa Moabu wengine watakaoniona, wajue kabisa mimi siko kule Moabu. Ndio nasema mwambie Farao mimi nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Kwa kama unaenda Kanaani, wale ambao wanakuona unaenda safari ya Kanaani, wanaona jinsi ambavyo unafanya, watamani kwenda pamoja na wewe Kanaani. Lakini si wao tu, hata Ibilisi pia aogope kwamba huyu sio wangu tena. Hata kama nitapambana, najua kabisa hapa nahitaji nguvu kubwa. Wakati wewe unaongeza bidii ya kuendelea kumtafuta Mungu. Jamani, ninawapenda sana. Mungu awabariki sana, awarinde na kuwatunza. Kwa ambao mnataka kusoma Bible na mimi, nimesema namba ipo hapo WhatsApp, nimeandika kwenye profile hapo juu. Ukienda palipoandika kwamba Mungu ni maisha yangu, ukimenya tu hapo utakuta kuna maelezo mengi. Lakini pia asanteni kwa nyinyi nyote ambao mnatoa mawazo yenu. Wengine mmetoa mawazo yenu, wengine mmetoa pesa zenu, wengine mmetoa maombi yenu. Chochote ambacho mnakifanya, kwa sababu ninajua kabisa mimi pia I need you guys, kiukweli kabisa. Kwa sababu Biblia inasema nitatoa watu wenyewe ndio kama nyinyi. Mungu amenipa nyinyi. Biblia inasema kusoma kwenye Isaya 43 mstari wa 4, nitatoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa najua kabisa kwamba Mungu amenipa nyinyi na najivunia nyinyi kama nyinyi ambavyo mnajivunia mimi. Lakini katika yote sifa na utukufu anayestahili ni Mungu wetu wa mbinguni, kwa sababu yeye ndiye ametupa kibali na nafasi ya kufika hapa tulipofika. Kama sio yeye ni nani? Hayupo. Kama vile ambavyo Mungu alitengeneza mara ya pili na wana wa Israeli, alitengeneza mara ya pili na mimi, na ameniweka kwenye kusudi lake. Na mimi naomba Mungu asaidie niweze kutumika. Kwa leo tuishie hapo. Ninawapenda sana. Bye. Kwa mtu yote ambaye utakuwa na swali utasema, lakini kwa mtu yote ambaye umeshinda jaribu, ishi kama hivyo, uone kama utashinda zaidi ya majaribu ambayo alikuwa amekupata. Bye, see you next time.